niseme kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ndiyo. pia nimtakie rehema nyingi sana kipenzi cha umma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika katika Uislamu suala zima la iftar, Ndiyo. suala zima la kufuturisha ni ibada Kabisa. kwa sababu inaambatana na kufunga saumu, ambayo saumu ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Yeah. Katika yale masharti ya mfungaji wa saumu, sharti la kwanza awe Muislamu. Maana yake mwenye haki ya kufutarisha ni Muislamu. Ndiyo. Wasio Muislamu maana yake huyo atakuamilisha chakula kama kuwalisha watu wengine. Ndiyo. Na sio jambo baya kuwalisha, lakini mwenye haki kupata thawabu na kupata fadhila ni yule ambaye Muislamu ndio mwenye haki ya kufuturisha, kwa sababu iftar katika Uislamu ni kile kitu cha kwanza ambacho anachokula mfungaji. Hivi vingine vinakuwa ni vyakula tu kama vyakula vingine, na ndio ibada upatikaniwa thawabu hapo. Ndiyo. Ikiwa Muislamu ukampa Muislamu mwenzio kwa yatende ikawa ndio ya kwanza kufungua, basi wewe umepata thawabu kana kwamba wewe vile ambavyo wewe alivyolipwa. Ndiyo. Kwa maana yake hivi vingine si muogo, kababu, chapati, katresi, hivyo ni vyakula tu kama vyakula vingine. Kwa hiyo asiyekuwa Muislamu, ambaye sio Muislamu, maana yake ana dini nyingine, ana haki katika Uislamu katika kuwafuturisha Waislamu, na atalipwa kwa kule kuwalisha tu watu, lakini katika fadhila na utaratibu wa Kiislamu haupo, kwa sababu Uislamu ni dini ambayo ina utaratibu na sheria zake. Na tukizungumzia sheria ikoje kwenye misingi ya kidini kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kuweza kuishi na mtu ambaye hujafunga naye ndoa lakini unaishi naye nyumba moja, umenielewa, na tayari mmefanikiwa kupata naye mtoto lakini pia mnaishi naye kwenye nyumba moja, the same house. Sheria inazungumziaje maisha ambayo watu wanaishi kwenye kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu kama si mke halali? Kwa hakika na utaratibu ambao uliokuwa mzuri kupitia Uislamu. Uislamu umeweka sheria, na sheria yetu ni Al-Qur'an Al-Karim, lakini pia na mwenendo na utaratibu wa Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo jambo ni haramu katika sheria ya Kiislamu, ni jambo ambalo halikubaliki katika Uislamu. Ikiwa Muislamu maana yake ana haki ya kuishi na binti wa Kiislamu ambaye atakayemuoa katika utaratibu wa sheria ya dini ya Kiislamu, akamuoa maana yake akawa ni halali yake. Sasa huku kuishiishi tu kwa maana ya kutokufuata sheria ya Kiislamu ni miongoni katika matatizo na ni miongoni katika madhambi makubwa sana. Watu leo wamekuwa wanafuata matamanio ya nafsi zao, na kwa kuona kuwa mimi si mtu fulani bwana, mimi na jina, mimi maarufu bwana. Kwenye dini nao pia kuna umaarufu. Kwenye dini hakuna umaarufu. Kwenye dini kuna takiwa sheria ifuatwe. Uislamu ni dini ya sheria. Katika Uislamu hakuna superstar. Uislamu unatakiwa yule superstar ni yule ambaye anayefuata sheria. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza ndani ya Al-Qur'an Al-Karim ya kusema thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka min Allahi shay'a. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, kisha tukakuwekea utaratibu, tukakuwekea sheria katika kila mambo. Fattabiha, fata sheria na utaratibu. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun, na wala usifate matamanio yale ambao wasiojua. Watu wengi leo wanafuata matamanio sina kufata sheria ya utaratibu. Ikiwa kama kufata sheria, manake alitakiwa amuoe. Ule kumuoa manake unaishi na mkeo ndani, anakupikia futari vizuri, unakula futari na unakula ule mpishi alopika. Ndio mambo mazuri kupata thawabu na unapata kheri. Sasa iweje leo hii unaishi na mtu ambaye hujamuoa, mnaenda tu, manake itafikia wakati mnazini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Madhambi yake ni makubwa, tena makubwa sana. Ni jambo ambalo alifai, tena ni haram, ni haram katika sheria ya dini ya Kiislamu. Yeah. Na hii imekaaje hukumu yake kwa mtu ambaye anaishi na mwanamke ambaye hajamuoa? Kwa mfano tumeona hapa ndugu yetu Omari pamoja na mpenzi wake huyu Paula, kwa siku ya jana waliweza kufuturisha vizuri, lakini hawajaingia kwenye ndoa rasmi. Tukataka tuweze kujua, je, kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye mfungo, kama wakiwa Omari yeye ni Muislamu lakini mke wake yeye ni Mkristo. Sasa Omari yeye anafunga na anaishi na mwanamke ndani, umeelewa,
hii inakuwaje kwa huyu mtu ambaye anafunga katika njia kama hii? Saumu yake inakuwa inaswihi moja kwa moja mbele ya Mwenyezi Mungu, ama inakuwa inapelea tu baadhi ya vitu? Kwa hakika na utaratibu uliokuwa mwepesi sana, na wanaonisikiliza wanifahamu sana, wasitumie mihemko. Ndio. Uislamu ni dini ya sheria na dini ya utaratibu. Ndio. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim katika surati Al-A'raf, Allah anasema, ndio, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, na wala msifanye uharibifu. Wala msifanye uharibifu ikiwa Mwenyezi Mungu tayari ameshaweka utaratibu, ameshaweka mfumo. Lakini wad'uhu khawfan wa tamaa, muombeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkiwa na hofu, lakini pia mkiwa na matamanio kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, hakika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zipo karibu na wale ambao wenye kutenda matendo yaliokuwa mazuri. Ali langu dogo kabisa kwa yule ambaye anatakiwa kunielewa, ikiwa unafunga alafu unaishi na kimada, huyo ni kimada, sio mke. Unaishi na kimada ndani ambaye hujamuoa, au unaishi na girlfriend. Ikiwa wewe kama Muislamu utaingia katika wale wenye kutenda matendo mazuri, kiwepesi manake hautoingia. Kwa nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha nini maana ya mtu mwenye kutenda matendo mazuri. Ni yule ambaye anafanya mambo yake. Almuhsinin an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak, ni kumwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba unamuona, na kama umuoni basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Funga ni ibada, manake wewe ambaye leo unaishi na kimada, unafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah anakuona kwamba inawezekana usiku wewe unafanya uchafu na huyo kimada wako. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiona funga ya sampulio. Funga hiyo Mungu ataikubali? Manake Allah hawezi kukubali funga ambayo ya mtu anafanya uchafu na ataendelea kufanya uchafu. Kwa nini asingekubali kuhalalisha, akaoa katika utaratibu wa sheria ili afunge kwa uhalali na apate thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na kwa kumalizia, labda ile iftari ambayo imefanyika jana, ambapo kimsingi watu ambao walikuwa wamehusika kuweza kufuturisha watu ni Paula pamoja na mama yake, kimsingi hii imekaje? Ni sahihi? Kimsingi ndugu yangu, hakuna usahihi hapo. Hicho ni chakula kama chakula kingine. Mwenye haki ya kufanya iftari na kufuturisha ni Waislamu, kwa sababu ndio ambao wao mwezi mtukufu wa Ramadhani manake wana ibada ya funga, na unapomfuturisha kumlisha aliyefunga Muislamu unapata thawabu. Asiyekuwa Muislamu atapata malipo tu kama malipo ya kawaida, kwa sababu ibada hii haihusiani na yeye, atakuwa amelisha. Kwa ile pale itakuwa inahesabika kama sadaka tu ya chakula imefanyika. Sadaka ya chakula, yani kama sadaka tu ya chakula, sio iftari. Okay, sawa. Mimi niseme kwamba shukrani sana Sheikh wangu bana. Asante kwa kutuelimisha na tunashukuru kwa darasa ambalo umetupatia. Allahumma amin. Mungu atubariki. Inshallah.